Moja kati ya misemo ambayo nimekutana nayo binafsi kwenye mitandao ya kijamii lakini hata mtaani ni ile kwamba ukikubali kuolewa, sharti la kwanza umekubali kulala bila nguo. Acha. Yes, inawezekana na wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi umeshawahi kukutana nayo. Sasa kuna kesi moja ambayo tumeipata Dr. Ayubu. Ndio. Na hii imetoka kwa moja kati ya wasikilizaji wetu. Ni mke na mume. Okay. Kesi yenyewe wametutumia message ambayo mwanaume ndiye anayelalamika. Kilichoandikwa ni kwamba anasema, habari daktari, mimi na mke wangu tumekuwa katika ugomvi wa muda mrefu, na hii ni kwa sababu toka nimemuoa hajawahi kukubali kulala bila nguo. Okay. Yes. Na anasema ni kitu ambacho binafsi kinaniumiza sana. Kwa nini hapendi kufanya hivyo wakati mimi ambaye ni mume wake anatakiwa kuwa huru kwangu? Ni kitu ambacho ninatamani. Okay. Yes. Sasa baada ya kupata kesi hii ni vema sasa tutoe majibu, lakini katika kuwaelimisha watu wote. Okay. Yes, yawezekana mwanaume anatamani hiki kitu kwa faida zake ambazo yeye anaona ni sawa kwao wanandoa, lakini pia mwanamke yawezekana anakataa kwa sababu zake ambazo pengine binafsi anaona sio kitu ambacho kiko sawa. Kinaweza kikawa kina faida kwa wanandoa ama kwa mtu yoyote binafsi, hata ambaye hayuko kwenye ndoa. Inapofika usiku wakati wa kulala, kwa mtu yoyote, inaweza ikawa mwanaume ama mwanamke, kuna faida yoyote ya mtu kulala bila nguo za ndani? Okay, swali zuri. Kabla ya kwenda kujibu, kwanza kitaalamu kuna faida 10 za kulala uchi. Lakini kabla ya kwenda kwenye hizo faida, tuzungumze kitu kimoja. Kikawaida tabia ya mtu yoyote ambayo huwa anaifanya, kitu chochote ambacho anakifanya huwa kinakuwa kimetengenezwa na kitu fulani. Juzi tu hapa nimepata mteja ambaye alikuwa anaongea na mimi kuhusiana na yeye hapendi kabisa kushikwa na mwanaume. Hata kama ni mume wake, anatamani tu akishamaliza kufanya tendo lao la ndoa, anataka alale huko mume wake alale huko. Yaani hataki kuguswa na yule mwanaume. Sasa katika kuendelea kuongea naye, nikaja kugundua ya kwamba wakati mdogo actually huyu dada alipitia vitendo vya kuumizwa na mtu ambaye ni mjomba wake. Mjomba kabisa ambaye alikuwa anakuja nyumbani, anakaa pale na wao akiwa watoto, akifika pale alikuwa anaomba mpakate. Kwa hiyo wakati akimpakata, huyu mjomba alikuwa anamshika huyu dada akiwa mdogo, anamshika na anamwekea vidole. Kwa hiyo sasa hiyo kitu hakuweza kusema kwa mama yake, akati anaendelea kukua, akawa mjomba anaendelea kufanya hivyo vitu, ni kitu cha kinyama sana. Sasa fikiria huyu dada amekaa miaka mingi, baada ya kukua hii kitu imekuja kumkuta baadaye. Kwa hiyo mwisho wa siku akawa automatically anachukia wanaume. Anawachukia wanaume kwa sababu ya ile kitu ambayo ipo ndani yake. Kwa hivyo inawezekana huyu mke pia naye kuna sababu. Kama watakuwa wako tayari kuongea daktari kiganjani, tutawatafuta tuweze kuongea nao wote wawili kanyakati tofauti, baadaye tuongea nao kwa pamoja tuweze kujua nini changamoto. Inawezekana mke kuna kitu amepitia akiwa mdogo ambacho yeye kimemtengenezea uoga wa kukaa au kulala bila nguo nyakati za usiku. Au inawezekana kuna imani fulani au kuna kitu. Kwa hiyo kama ulivyoongea kuna pande mbili hapo. Unadhani wanandoa hawa wanaweza kufanya nini? Kwa sababu kama umezungumzia kuhusiana na kuboresha mahusiano na kuwafanya wajiamini na kadhalika, unadhani nini ambacho kama wanandoa wanatakiwa kufanya? Okay, kama wapenzi, kama wanandoa ni kujifunza kusaidiana kwenye changamoto. Kwa hiyo mwanaume ajifunze kumwelewa huyu mke wake au mpenzi wake, kwa sababu kuna kitu ambacho kipo kimesababisha yeye aweze kufanya hivyo. Watakapokuwa wamekaa wakaongea vizuri kwa upendo, ataweza kujua anapokuwa ameshikwa au amelala na nguo anahisi nini. Inawezekana kuna kitu anahisi, kuna kitu anakiona, kuna kitu anakiamini kipo. Kwa mwisho wa siku kupitia yeye wao kuongea ataweza kujua sababu inamfanya yeye alale hivyo ni nini, na mwisho wa siku watakapokuja kuangalia faida kuliko hasara za kutokulala uchi, wao wenyewe wataweza kutoka kwenye hiyo hali kidogo kidogo mpaka watafikia kuweza kufika mbali.